خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم حساب الناس أجمعين. أما بعد، فلكم حميدي الله سبحانه وتعالى sambamba kumtakia ziada za khairi mtume alayhi salatu wa atamu taslim, tukiwa ndani muendelezo wa alama ambazo ni ishara juu ya kupata mwisho mwema aliyekufa, na moja kati ya ishara hizo ama zikakusanyika 2-3 pekee. Tuliishia kwenye alama ya 5 al-khamisa, kwa maana al-alamatul khamisa au as-simatul khamisa. Alama ya 5, al-mautu ghaziyan fi sabilillah wa fihi hadithani, mtu kufa hali ya kuwa ni mwenye kupigana vita katika njia ya Allah. Ghaziyan, hali ya kuwa ni mwenye kupigana vita katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya mwanzo, ma ta'udduna ash-shahida fikum, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliuliza masahaba, vipi mwamzingatia shahidi kwenu nyinyi? Ni shahidi upoje? Mumuelezee namna alivyo. Ma ta'udduna ash-shahida fikum, vipi mwamzingatia shahidi kwenu nyinyi? Ni vitu gani mtu akivifanya ndio mwamzingatia kuwa ni shahidi, au ni vigezo gani vikipatikana kwake ndio mnazingatia kuwa huyu mtu ni shahidi? Qalu, walisema masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, ya Rasulullah, man qutila fi sabilillahi fahuwa shahidun. Qala inna shuhadaa ummati idhan laqalilun. Qalu faman hum ya Rasulullah, wakasema kwamba masahaba, sisi tufahamu yule ambaye atauawa katika njia ya Allah ndio shahidi. Qala, mtume akasema, inna shuhadaa ummati idhan, ikiwa shahidi ni huyo tu, hakika ya mashahidi ya ummati wangu wakati huo la qalil, atakuwa chache. Kwa maana mtume alikuwa anaelezea kwamba jihadi kipindi hicho za vita kama hivi itakuwa hamna, kama itakuwa ni atakayeuliwa kwenye jihadi tu, yani kwenye vita, sababu jihadi ya mfumo ule itakuwa ina mapungufu, haitakuwepo kikamilifu kama wakati huu. Sasa kama itakuwa shahidi ni yule tu, basi mashahidi wa ummati wangu itakuwa ni kidogo, kwa kule kutokupatikana jihadi mara kwa mara kama nyinyi wakati huu. Ndio maana yake. Qalu faman hum ya Rasulullah, wakasema masahaba, sasa ni kina nani yeye mtume wa Allah? Ni kina nani? Kama maana si watuelezea kuwa kuna wengine, ni kina nani? Qala man qutila fi sabilillahi fahuwa shahidun. Wa mwanzo kama ambao alimtajaona pia akamtaja, kisha akasema wa man mata fi sabilillahi fahuwa shahidun. Kuna kuuawa kisha kuna kufa, ingawa tayari wote waenda kwa Allah, lakini kuna kuliwa kisha kuna kufa. Ukifa wewe umekufa tu moja kwa moja, kisha kuuawa ni kuwa ile sababu ya kifo kumepitia jambo fulani au mkono wa mtu. Kwa hiyo atakayekufa au kuuawa katika njia ya Allah, huyu ni shahidi. Wa man mata fi ta'uni fahuwa shahidun, na atakayekufa katika magonjwa ya kuambukiza kama corona vile, magonjwa kama yale, naye pia ni shahidi, magonjwa ya kuambukiza. Wa man mata fil batni fahuwa shahidun, na atakayekufa katika tumbo la mama yake, huyo atakuwa shahidi kadhalika. Lakini ikatafsiriwa fil batni kwa maana ay bida'il batni, kwa ugonjwa wa tumbo. Wengine wametafsiri kwa maana atakayekufa kwa ugonjwa wa tumbo, huyo ni shahidi. Wa huwa al-istisqa, na kwa kule mtu kutapika al-istisqa, kutapika kule. Wa mfitakhul batni, au kuvimba tumbo. Tukavimba tumbo, wengine mwanamume wakaona kama kuna ana tumbo kubwa vile kama mjamzito vile, likamuua tumbo, imesemwa hivyo. Waqila huwa al-ishalu, na pamesemwa kwamba ni kuharisha, Waqila alladhi yashtaki batnahu, na pamesemwa kwamba yule ambaye itakuwa tumbo tu la muuma. Kwa kuna kauli nyingi. Wal ghariqu shahidun, na mtume akasema kwamba na atakayekufa kwa ajali ya kumuua ile kama ambaye kazama maji, ndio al-ghariqu, kazama maji. Ndio sisi tukasema hivi, kama mtu hajui kuogelea kaenda kajibwaga, ushahidi.
hujui kuogelea tulia. Kwa hiyo al-ghariqu shahidun, na atakayekufa kwamba kafa maji, huyo ni shahidi. Akhrajahu Muslim, hadithi yapokea Muslim, kadhalika Ahmad kutoka kwa sahaba Abu Huraira. Na katika huu mlango kuna hadithi kutoka kwa Umar, kaitaja Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kaitaja Imam al-Hakim na Imam al-Baihaqi. Hadithi nyingine, man fasala ay kharaja fi sabilillah, nyingine atakayetoka. Man fasala kwa maana ay kharaja, imetafsiriwa mbele hapo, man fasala ay kharaja, atakayetoka fi sabilillah, katika njia ya Allah, famata au qutila fahuwa shahidun, akafa au akauawa, basi huyo ni shahidi. Au waqasahu farasuhu au ba'iruhu, au ikatokea kwamba kamuangusha akamkanyaga farasi wake au ngamia wake, kwa maana ikitokea ni farasi ama ngamia, kama kamuangusha, kama yule mtu aliyekufa katika viwanja vya Arafa tuliyemsoma huyo, ngamia yake alimwangusha kisha baadaye akamkanyaga vile, kwa hiyo kimfanya vile. Au ladaghathu hamatun, au akanini akagongwa na mdudu mwenye sumu, kwa hiyo ingia mabunju wao, mtu akifa kwa bunju. Totovu pia si sumu nalo, pia totovu hilo, kadhalika na nyoka mimbabi aula, na wengine wengi ambao wanaua, huwa ni shahidi. Au mata ala firashihi bi ayi hadfin shaa Allah fa innahu shahidun wa inna lahu aljanna, au mtu akafa katika kitanda chake pasi na pigo lolote, ni kafa tu pap ni kitanda chake pasi na pigo lolote ambalo Allah kalitaka, fa innahu shahidun, atakuwa huyo ni shahidi, hakika ya huyo atakuwa shahidi. Wa inna lahu aljannata, na atakuwa ana yeye pepo. Hadithi hii ipokea al-Imam Abu Daud, kadhalika al-Imam al-Hakim, kadhalika al-Imam al-Baihaqi, kutoka kwa hadithi ya sahaba Abu Malik al-Ash'ari, na akaisahihisha al-Imam al-Hakim, na hakika si vingine hadithi hii ni hasani tu. Sheikh Albani kwamba asema Imam al-Hakim yeye kaisahihisha, lakini asema hii si sahihi moja kwa moja, ni hasan. Thumma tabayyana li khata'u hadha, kisha ikanibainikia mimi kosa la hili, kwa maana wa innahu dha'ifun yuraja'u at-tafsil fi ad-dha'ifa, na hii hadithi ni dhaifu, hurejewa ule upambanuzi wake kwenye silsilatu dhaifa ya Sheikh Albani rahimahullah.